Nataka nikupatie siri kubwa sana ya kuhusu mmea wa mandizi. Jiulize ni kwa nini Mwenyezi Mungu alitupatia hakuna boma haina ndizi. Hakuna boma haina ndizi, na hakuna boma ndizi si ule mmea ati mwenye ukimpanda anakufa tu. Ndizi yani ananga wivu, anamea mahali popote. Jiulize ni kwa nini Mwenyezi Mungu akajalia kila boma iwe na mmea wa ndizi. Na ndizi ina grow straight, haina branches, inaenda tu kuenda. Na wakati ndizi inakuwa na wengine wengi huko, yani mahali umepanda ndizi hakuna njia yoyote unaweza ukaondoa huo mmea hapo. Ushajiuliza ni siri gani Mwenyezi Mungu ametia katika ndizi? Kwa sababu ndizi yote ni siri, na ndizi yote ina faida kubwa sana katika mwili yetu. Hivyo venye unaonanga ndizi imesimama, huo ni mwili wako. Na ndio unaonanga mtu akikufa, unaonanga kwa mfano mtu kaburi lisipozikwa mtu linazikangwa mmea wa ndizi. Kwa sababu gani? Ndizi ni kama mtu. Na ukitumia ndizi, ndugu yangu, ukitumia kila kiungo cha ndizi kina kazi katika hii dunia. Kila kiungo cha ndizi, mizizi, ile ndizi ukichimba hivyo inakuwa na kitu kama ngwashe. Hiyo ni dawa nzuri sana. Haya, zile makoto za ndizi zinafunga vitu. Unaona, ndizi ni utajiri, ndizi ni kila kitu. Utakubaliana na mimi nikikuambia faida za ndizi zenye hautakataa. Na saa hizi unaumia na hizi dalili nikikuambia, ukijichunguza uko na hii shida na uko na ndizi pale. Saa hizi nikienda kukumalizia hizi faida, nikienda kumaliza kukuambia hizi faida za ndizi, najua utakimbia mbio na panga uende kwanza ukate kiungo cha kwanza, cha pili, na ninajua utaenda kujisafisha kupitia mmea wa ndizi. Sawa? Angalia, vitu zote ambazo zinatuongeza sukari kwa mwili yetu, Mwenyezi Mungu anakuonyesha kula mtunda na kula mbegu. Kula mtunda, kula matawi. Ukikula hii unakula hii. Kwa mfano kama viazi tamu, ukikula viazi tamu ina sukari, lakini ukichemsha ile hiyo matawi yake inaponyesha sukari. Ukikula cinnamon ina sukari na inaponyesha sukari. Unaona? Ukienda kwa maembe inapandisha sukari, na at the same time ukikunywa koko za maembe, mbegu ya maembe, ukikula matawi ya maembe ina control damu yako. Kwa hivyo unaweza ukaangalia Mwenyezi Mungu aliweza kutuumbia vitu, na hapa ndio utakubaliana na mimi nikikuambia Mwenyezi Mungu anasema hakuna ugonjwa ambao hauna dawa. Na Mwenyezi Mungu anatuleteanga kila kitu na season. Kuna season kama sasa ni season ya maembe Ukambani. Tuimwe wakele. Maembe madhela ni nini nyingine inakujanga? Haya, oneni Mungu venye alivyo. Maembe ikiisha kuna kuja mapera. Na saa hii at the same time kuna nzambalao. Kuna nzambalao huyu. Imagine saa hii kuna maembe na kuna nzambalao. Kwa hivyo ukiangalia kila season unapata season moja iko na vitu karibu ya 3 ama 4 yenye Mwenyezi Mungu anatuletea. Kwa nini? Ndio tuweze kujiponya. Kwa hivyo wewe kusema hauna minerals, hauna vitamin, unasumbuliwa sijui na ugonjwa huu, unasumbuliwa na ugonjwa huu. Nataka nikuambie leo hii ni uvivu wako. Uvivu ndio imewaharibu na kutokutrust. Hii ni kitu nimevaa vibaya. Na wewe uamini mimea, unataka tu vitu umetengenezewa hapo, umetengenezewa hapo, ati ukiumwa unaenda tu kwa chemist na hata hiyo pesa hauna. Sasa nataka nikwambie dawa moja kwa moja. Na guys, tukiendelea tukiendelea ukiview video yangu, watch full video alafu like. Kwa sababu usipo like video na usipo watch full video, YouTube wanaona hii video ni mbaya kwa sababu watu hawajapenda. Na ndio unaona tuko na subscriber wengi lakini viewers hakuna. Si makosa yangu, ni makosa yako kwa sababu haulike video na watch full video. Sasa zile mashini za YouTube zinaona hii video ni mbaya. Na ndio unaonanga hata watu wenye wako na channel kubwa bado atakwambia like, subscribe, hit notification. Hiyo ndio inakuanga wimbo. Na guys, kama utaona hii video na ikusaidia na unaweza taka nitoe video zingine kama hii, si ati video zangu ni mbaya, ni wewe support yako iko chini. Video zangu tu ziko vizuri sana, lakini support yako ndio iko chini. So inategemea na watu wangu na inategemea na viewers wangu. Sawa, watu wengine viewers zao wana grow
Na unapata hata hakuna kitu ya maana wamefanya, na ama video yao unapata hata si nzuri kuliko yangu, lakini wanapata view kulingana na viewers za watu. So kama wewe uko hapo na unajiamini guys, na unaweza ukakuwa pia uko na YouTube channel yako, unaweza ukakuwa uko na mtandao mahali unatumia, jua hii ndio siri ya mitandao, hii ndio siri ya mashini. Ukiwatch video, watch full video alafu like, utaona kama hii video mtu yote mwenye ataview hii video, hebu like na uache comment nzuri pale, comment tu na uache full video, utapata itakuwa na viewers wengi kuliko ile ingine. So mbegu ndizi ndio mmea ambao una moyo. Chukua hiyo moyo wa ndizi. Unasumbuliwa na magnesium, unasumbuliwa na sukari, unasumbuliwa na pressure. Chukua moyo wa ndizi. Kwanza uko na magnesium hivi. Na inajua wamama wengi hatulali. Watoto, yani wazee wengi hawalali kwa sababu ya kukosa magnesium. Chukua huo ndizi, na nishawafundisha miaka 3 iliyopita hapa kwa YouTube. Tukapika na nyinyi. Natakanga kununua lakini ni expensive sana huku Gulf, ni expensive sana. Na wewe unatupia chini na venye hapa ni expensive. Imagine, unatupilia mbali, hapa ni expensive sana. So, enda uchukue hiyo ndizi, hiyo nini sahi, kata. Kama utapika hivi, kama utasteam hivi, ama uiweke kwa maji moto, after 30 minutes kunywa. Utaona venye utalala kama mtoto, utaona venye utakuwa na magnesium. Magnesium mjue ni nzuri, ndio mnaumagwa na vichwa, unakosa usingizi, unashikwa hata na depression. Jua kosa usingizi, magnesium mtoto anasumbuliwa na magnesium, hiyo ni ya kwanza. Uko hapo uko na shida ya figo, uko na figo. Na unaona venye watu wako na figo, si unaona hata nyinyi figo. Endo chukua ile ndizi, ile maji ya ndani, ukikata ndizi kuna maji inatokanga. Hiyo maji na kitu kingine kanakuanga kasilimu. Yaani utatoa nguo, utoe. Ona venye Mungu ameficha siri, utoe mpaka upate kitu kingine kanakuanga kamejizungusha hivi, kasafi sana. Chukua hapo, kata, blend. Hiyo ndio dawa ya figo, na si figo peke yake, inakuosha mwili wote, unameremeta. Niambie, utapeleka pesa yako India? Na India hata unaenda na inakumalizia kila kitu. Unaona, utaenda kweli kutolewa figo, na unaweza ukajitibu figo kupitia tu mundizi. Unaona, kama unasumbuliwa na asthma, kukohoa, kikohozi haishangi, kakohozi kengine unasikianga mtu haishangi, unasumbuliwa na mapavu, unasumbuliwa na kitu yote kuhusu hapa ndani hapa, hizi lungs ziko na shida, nenda uchukue hiyo. Unaona hiyo mandizi sasa, hiyo ngozi yake yenye imekauka yenyewe, kwanza hiyo yenye imekauka yenyewe hata hujakausha, nenda uchukue, ioshe vizuri kabisa, osha, isoku kwa maji moto, kunywa. Uko na asthma, uko na mucus kwa lungs, uko na shida ya kifua, yote inaisha biidhnillah. Inaisha hivyo. Hizi ni dawa zilitumiwa na zikatumiwa, mkakuja mkafundishwa sijui mkasoma, mkasahau, mkaacha kila kitu. Guys, hizi vitu zilikuwa zinatumiwa zamani na hata saa hizi zinatumiwa. Wacha kutrust hawa watu sana. Unaona, unaweza ukajitibu. Sawa? Ndizi yote, hiyo ndizi wenye unaona imesimama hivi, ni dawa ya mwili yako, kila kitu. Yaani ukishakunywa ile glasi moja ya hiyo maji, inaenda kwa roho, inaenda kwa figo, inaenda kwa ini, inaenda kwa kila mahali. Damu yako inatembea vizuri. Na usisahau maganda ya ndizi ile mbichi, maganda yake ukichemsha, ni dawa ya vidonda za tumbo. Na dawa hiyo mandizi mbichi na hiyo mandizi yenye haijaiva, hii hata nikiwaambia najua hii video wataitupa watu wa TikTok, ni dawa ya ukimwi. Mtu yote mwenye anaugua ako na upungufu wa kinga mwilini, azoe kuchemsha hiyo maganda ya mandizi yenye haijaiva, ni dawa. Hata yenye bado imeiva ni dawa. Kweli utasema Mwenyezi Mungu kuna ugonjwa alileta kwa dunia hauna dawa? Kila ugonjwa una dawa. Kwa hivyo leo tumesomea ndizi, na hiyo yote hatujaingia hata kwa spiritual, hatujaingia kwa spiritual. Ujue ndizi ni dawa, na mti wa ndizi upatiwe heshima. Na ndio unaona boma yenye haina enda tu kwa boma yote haina ndizi, hata watu ni maskini. Ndizi ni neema Mwenyezi Mungu ametupatia, na ina kazi yote. Bila kusahau
Hiyo mizizi yake nilikuwa nimewaambia juzi hapa. Kama unapungukiwa na nguvu za kiume, sasa chukua hiyo ndizi ung'oe, ukate, inakaa kama nduma, ukate, osha vizuri ing'are. Chukua kitunguu maji, chukua jinja na kitunguu, kata, eka kwa jiko, wacha ichemke. Wewe mwanaume mwenye unasikia hauna nguvu hivi vizuri kabisa, kunywa hiyo dawa mara 2 kwa siku. Napatia vijana wote wakunywe, vijana wenye rijal, wenye vijana wamebalehe, wakuwe na nguvu. Unaona, na wakikuwa na nguvu pia wasiende kufanya mambo mabaya. Vijana wenye mjaoa mkikunywa hii, najua itawasumbua. Kama unajua hutaweza kujizuia na zinaa, wachana nayo. Wakati utaoa utatumia. Lakini kama unajua unaweza ukajicontrol nguvu zako, wewe kunywa kwa raha zako. Mbarikiwe na tuzidi kuonana. Ramadhani karimu. Maski nimevaa vibaya guys. Nimevaa vibaya. Wakati mwingine mnanisamehea. Nimevaa vibaya.